بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. tukiwa tuendelea na darasa yetu كتاب الأدب المفرد للإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى, ikiwa leo tuko katika mlango babu an-nakhilati min ad-du'a. An-nakhila ay al-khalis min kulli shay, kitu ambacho ni safi, kilicho safi huitwa an-nakhila. An-nakhilatu min ad-du'a, yani ile dua iwe na ikhlas, isiwe na riya wala sum'a ndani yake. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال الربيع يأتي علقمة يوم الجمعة فإذا لم أكن ثمة أرسلوا إلي، فجاء مرة ولست ثم، فلقيني علقمة وقال لي ألم تر ما جاء به الربيع؟ قال ألم تر أكثر ما يدعو الناس وما أقل إجابتهم؟ وذلك أن الله عز وجل لا يقبل إلا الناخلة من الدعاء الخالص. قلت أوليس قد قال ذلك عبد الله؟ قال وما قال؟ قال عبد الله لا يسمع الله من مسمع أو مسمع ولا مراء ولا لاعب إلا داع دعا يثبت من قلبه. قال فذكر علقمة قال نعم. هي أثر katika kubainisha mambo muhimu sana katika dua anayoiomba Muislamu. Jambo la kwanza, wujubu al-ikhlas fi ad-du'a, wajibu wa ikhlas katika dua anayoiomba Muislamu. قال هنا ألم ترى أكثر ما يدعو الناس وما أقل إجابتهم؟ huoni kuwa watu huomba dua kwa wingi sana, lakini ni wachache wanaokubaliwa dua zao, sio wote. Sababu ikawa wadhālika anna Allah azza wa jalla la yaqbalu illa an-nakhilata min ad-du'a, Allah hakubali isipokuwa ile dua ambayo mtu ataomba kwa ikhlas, iwe dua mtu yuiomba kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. wujubu al-ikhlas fi ad-du'a, وذلك بأن يتواطأ عليه القلب واللسان. na maana ya ikhlas katika dua ni kuwa kile kinachotamkwa kwa ulimi kiwe kitawiana na kile kilichoko ndani ya moyo wa yule anayeomba. الأمر الثاني تحريم قصد السمعة في العمل الذي هو من القربات. وحرام ومtu kukusudia kutaka kusikika
katika amali ambayo mtu huifanya kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. لأن من سمع بعمله ليذكر أو لمقاصد دنيوية فإن دعاءه لا يسمع له. yule ambaye amali zake amezifanya ili atajwe, ili asikike kwa watu, au kwa malengo na makusudio ya kidunia, basi ajue dua yake Allah subhanahu wa ta'ala haitikii, sababu hakuomba lillah wala hakufanya lillah, amefanya kwa sababu asikilike. لأنه ابتغى به غير وجه الله سبحانه وتعالى, kusudia usiokuwa uso wa Allah subhanahu wa ta'ala, hana ikhlas. ومن سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به. wewe wataka kusikilika sio, na Allah subhanahu wa ta'ala atafanya hivyo hivyo kwako wewe. Kivipi? Allah atakufanyia mambo ambayo mpaka watu watasema subhanallah, Allah ni mkubwa. Tizama, lile jambo litakuwa mashuhuri vile atakavyokufanya na kukufedhehesha kwa sababu ya makusudio yako maovu katika ile amali unayoifanya. الأمر الثالث تحريم الرياء سواء في الأقوال أو الأفعال. وحرام ومtu kuwa na riaa, kufanya kwa ajili ya kujionyesha katika matamshi na vitendo. لأن المرائي قصد بعمله غير الله عز وجل, kwa sababu anayefanya riaa afanya amali hamkusudia Allah subhanahu wa ta'ala, bali yakusudia asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala katika wanadamu. Na hii riaa ya mtu kufanya ile amali kuanzia mwanzo akiwa akusudia asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, hadha a'zamu anwa' ar-riya, ndio aina mbovu kabisa, kubwa kabisa katika riya, na dhambi yake ndiyo kubwa zaidi. Na kuna aina za riya ambayo huingia kwa Muislamu katikati ya ibada, inafanya ibada yake kisha katikati ya ibada ikamuingia riya. Ikiwa ataendelea, basi huenda ikaharibu ile amali yake anayoifanya, ikiwa ni amali yenye kushikana mwanzo mpaka mwisho, kama kwa mfano ibada ya swala. Ama ikiwa kwa mfano ni ibada ambayo haina mafungamano mwanzo mpaka mwisho, kama kwa mfano mtu akatoa shilingi 100 kwa ajili ya sadaqa, akatoa 10 kwa ikhlas, 10 nyingine alipofika 90 ile ya kukamilisha 100 akafanya kwa riya. Hapa tutasema zile 90 zimekubaliwa, hii 10 ambayo ina riya. Kwa sababu gani? Hakuna mafungamano katika jambo hili. Na mtu akipigana nafsi yake kuiondoa riya, kuna dua ambayo baadhi ya wanawavioni wamethibitisha hadithi hii: Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. Kwa hivyo ni juu ya Muislamu afanye bidii sana, kila amali anayoifanya apigane na nafsi yake, iwe ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, asimshirikishe na chochote. Na wallahi hakuna jambo zito kwa watu wema kama kupigana na nafsi zao kwa ajili ya ikhlas. Na ndio ukaona watu wema
ukisoma katika tarehe zao salafu salih, mambo yao mingi walikuwa wapenda kuyaficha, hawataki watu wayajue, kwa kuchelea wasije wakayafanya kwa ria, kwa sababu moyo na nafsi yapenda sana kusifiwa. Na wewe ukifanya kwa ikhlas, nafsi yaona hakuna kitu yapata. Kwa hivyo wapigana na nafsi yako. Nikasema utakuta salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim walikuwa ibada za usiku wakizifanya, pengine mtu hata mkewe hajui kama hiyo mko usiku, bali wako wanaofunga na ndani ya majumba yao hawajulikani kama wamefunga, kiasi cha kuwa mkewe amtayarishia chakula cha asubuhi, achukua aenda nacho, akitoa sadaka njiani, hajui kama amefunga. Lakini mashaallah sisi tukishafunga jioni msikitini, sisemi haram yani, lakini ikiwa waweza kujiepusha jiepushe. Tushatandika sufra tende pale, kisha mtu ameshika ile tasbih aburuta na asubiri dakika za mwisho, kisha kila anapita, karibu bwana sikufunga, karibu hivyo hivyo bwana. Yani utajuaje kama mimi ninafunga? Wewe utajuaje? Allahu a'lam. Ikiwa una riya ama una ikhlas, Allah ndiye anejua. Lakini kwa nini ujiweke katika sehemu ambayo itakusukuma sana katika nini? Katika riya. Fulani yule bwana ankuja kwangu ana shida sana, basi mimi nikamsaidia, alinishukuru wewe, mpaka leo anisahau, kila kiniona yuanisalimia vizuri sana. Ulifanya kwa ajili ya Allah. Ndio ukaona amali ambazo ni nawafil, Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mfano ametuhimiza katika salat an-nawafil tuswali wapi? Nyumbani, ingawa yajuzu msikitini, hasa kwa mtu ambaye ni mvivu, ajijua akienda nyumbani hata swali haina shida, lakini amehimiza kufanya wapi? Nyumbani, khaufan min ar-riya. Na katika maamrisho ambayo Mtume sallam ya mwanzo aliamrisha kufanya hijra, wasallu bil-layli wan-nasu niyam, swalini usiku wakati watu wamefanya nini? Wamelala. Waonaje wewe sisi hata katika Ramadhani tukiswali qiyamul layl tutaka tuwashi na mispika ya nje pia, alilala atamka, bwana kuna wagonjwa, kuna wengine wanswali mapema watarauka kazini washaswali wao. La. Ndio mmoja katika imma wa masajid ambiwa bana, jirani wamekuja kulalamika kwa sababu ya maspika ya nje usiku, qiyamul layl, swalini ndani tu tosha, si faradhi. Asema nendeni mkawaambie Casablanca wapunguze sauti, sisi tutapunguza. Hivi msikiti wako wewe ni kama bar, kama night club yani huu ndio mfano mzuri kabisa imamu wa msikiti aweza kuutoa, sio? Alhasil, Muislamu awe mwerevu sana katika hilo, shetani asije akamuingilia katika upande huu. Fanya lillah, ficha. La muhimu zaidi anayejua ni yule atakayekulipa kwa kile kitendo ulichokifanya. Ama wanadamu watakupa nini? Bali hawa wanadamu wakikuona wewe watoa, waweza kukaa kando kusema yule wamwona ajionyesha. Wao waweza kusema hivyo. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. Hivyo walikuwa wanafiki mpaka katika zile ibada ambazo Mtume sallam alihimiza watu wazifanye wazi wazi, kama siku ya vita vya Tabuk akatangaza watu watoe. Wakija wale masahaba ambao hawana uwezo, pengine amebeba katika mkono wake tende peke yake, akileta wanafiki wasema Allahu ghaniyun
an hadha. Allah hawezi kukubali vitu kama hivi tende. Basi kirobo kilo chako si ule mwenyewe, na nakwambia Allah yataka. Na mtu akija na kingi kama kina Uthman wa Affan radhiyallahu anhu na wengineo, wasema hadha murai, huyu ajionyesha. Hawa watu haweshi. Wefanya lillah, waseme wasiseme shauri yao. Wamekuona hawakukuona wewe, la muhimu mridhishe nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hii hadith ilikuwa yagusia katika upande huu. Hadithi inayofuata au mlango unaofuata, babu liyazim ad-du'a fa inna Allah la mukriha lahu. Huu mlango muhimu sana. Nilikuwa ni uache kwa darasa itakayokuja, lakini kuna umuhimu kwa robo saa tu ueleze. Maana ni ugonjwa ambao umeenea sana katika ndimi zetu. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم فلا يقول إن شئت وليعزم المسألة وليعظم الرغبة فإن الله لا يعظم عليه شيء أعطاه. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا إسماعيل بن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء ولا يقل اللهم إن شئت فأعطني فإن الله لا مستكره له. حديث زنبيلي alizoziorodhesha al-Imam al-Bukhari rahimahullah katika mlango huu, ambazo zimefanana katika maana yake. Ya kwanza, idha daa ahadukum, anapoomba mmoja wenu, fala yaqul in shi'ta, asiseme basi ukitaka. Kivipi? Ya Rabbi, nipe jambo kadha wa kadha ikiwa wataka. Sio, mnafahamu? Ikiwa wataka nipe, bimaana kama utaki kaa nalo, silitaki. Na hii ni Kiswahili, sasa nitaisema Kiarabu. Hamjaona watu wawili wakikutana, mwenzake akamwambia Allah akufanyie jambo lako wepesi inshallah? Ndio maana yake inshallah, yani akitaka Allah, bimaana akitaka anifanyie, asipotaka asinifanyie. Je, hili jambo halikuenea katika ndimi zetu? Bali ndio tuona ni kama mfano wa amini yani. Watu waona kama akisema inshallah ni kama anasema nini? Amin. Kumbe amefanya jambo ambalo la haramu, halijuzu mtu kufanya. Na hili ni jambo ambalo limeenea katika ndimi za wengi katika Waislamu leo, bali mpaka baina talabat ilm. Mara ngapi mpaka Allah yainak, amin inshallah. Ya akhi, Allah yahdik liyazim almas'ala. Mara moja kata amin, hakuna anayemlazimisha jambo Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye mwenyewe akitaka atakupa, akitaka atakupa. Usimwambie ukitaka nipe, usipotaka usinipe, sababu halazimishwi katika jambo lake Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe muombe tu moja kwa moja. Na Mtume sasa liyazim almas'ala waliyu'azzim ar-raghba, awe na raghba kubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa atampa kile anachokitaka. Kwani kuna kipi kikubwa ambacho Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kukupa? Tizama Nabii Allah Suleiman alayhi salatu wassalam, ambaye alikuwa ni mfalme, sio? Kwa hivyo ufalme huko katika Uislamu tunasema hii
nidhamu ya ufalme inatoka wapi. Ilikuwa kuna mitume wa falme, Daud, Suleiman. Almuhim, Suleiman aliomba dua ya ajabu sana, akasema rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Rabbi ighfir li, ewe Mola wangu nisamehe mimi, nisamehe, nighufurie makosa yangu. Wahab li mulkan, na unipe ufalme, la yanbaghi li ahadin min ba'di, ufalme ambao hakuna yoyote ataupata kama mfano wake baada yangu. Si jambo kubwa hili, lakini alielewa maana ya jina Al-Wahhab. Allah subhanahu wa ta'ala yuwatoa, Allah akatakabal dua yake kama alivyoomba. Fasakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi, upepo. Waonaje mfalme aupeleka upepo anavyotaka yeye? Nenda kulia waenda kulia, nenda kushoto waenda kushoto, nenda hivi nenda vile, anavyotaka yeye. Washayatin kulla banna'in wa ghawwas, mashaitani wenye kujenga awaamrisha wajenge, wenye kuzama kwenye bahari na kutoa madini ya thamani katika bahari wafanya. Yote haya amemwomba nani? Allah subhanahu wa ta'ala, na akampa. Hakuna inshita, innaka antal wahhab, na Allah akampa. Kwa hivyo omba, wala usilione lile unaloliomba ni kubwa mno. Na nikisema haya, akili yetu usifikirie kuomba senti tu basi, akili zetu senti tu. Mimi nataka niombe uwe tajiri mkubwa. Kubwa zaidi ni janna, la muhimu zaidi kwako. Ndio Mtume sallam akatuambia, idha sa'altumullaha aljanna fas'aluhu alfirdaus fa innahu a'la aljanna. Mkimwomba Allah pepo, muombeeni firdaus, ndiyo pepo iliyo nzuri na bora, iliyo juu kabisa. Tayeb, mtu aweza kusema mimi kweli naweza kupata firdaus mimi na amali zangu hizi? Usione ni kubwa mbe, wama dhalika ala Allahi biaziz. Ndio hapa akasema waliyu'adhim ar-raghba, kuwa na raghba yako iwe kubwa. Fa inna Allaha la ya'dhumu alayhi shay'un a'ta, ay la ya'dhumu alayhi i'ta'a shay'in, bal jami'u al-mawjudat fi amrihi yasir wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanahu wa ta'ala. Ikiwa mtu asamehewa na kuingizwa peponi kwa ajili ya mwiba au kitagaa cha miba alichokiona njiani akaokota akatupa, Allah akamsamehe akamtia peponi, lipi ni kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Hakuna. Inna Allah ala kulli shay'in qadir liya'zima almas'ala. Omba na ukate, usiwe na shaka. Na hadithi nyingine, idha daa ahadukum falyazim fi ad-du'a, na akate katika dua. Wala yaqul Allahumma in shi'ta fa'atini, ewe Mola wangu kama wataka nipe, kama wataka nipe. Na hii ndio watu kusema nini? Allah kusaidishie mambo yako, Allah subhanahu wa ta'ala akufungulie, amin inshallah, amin inshallah. Kila anachoombewa amin inshallah. Waingia katika hii hadithi na haya makatazo. Fa inna Allaha la mustakriha lahu, hakuna anemlazimisha Allah jambo. Wewe omba tu, yeye atakupa subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hizi hadithi mbili mna faida ndani yake. Ya kwanza, fihi husnu dhann billahi ta'ala, kuwa na dhanna nzuri na Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa na dhanna nzuri na Allah subhanahu wa ta'ala. Fama dhannukum bi rabbil alamin, ana 'inda dhanni 'abdi bi, vile unavyomdhania Allah ndivyo utakavomkuta. Bimaana ikiwa una dhanna nzuri na Allah subhanahu wa ta'ala atakupa mazuri. Leo mtu atembea barabarani
amuona mtu Allah amemneemesha katika dunia, amwangalia kapewa wali bana, sisi bana majaliwa haya, ndo utabaki wewe na majaliwa wewe mpaka ufe na hayo majaliwa. Usomuombea mwenzako Mungu, kaombea Allah ambarikie katika kile alichompa, na ikiwa wewe wataka pia muombe Allah akupe kilichokuwa na khairi. Basi sisi bana tunjaliwa, ndio kuona hawaendelei wako pale, tunjaliwa sisi. Utajaliwa hivyo hivyo, sababu huna dhanna nzuri na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yuko katika dhanna yako, ukimdhania vizuri atakupa mazuri, ikiwa wadhania vibaya utapata mabaya, vile unavyodhania wewe. Fihi ahamiyat al-adab ma'a Allah ta'ala fi ad-du'a. Hapa pia tupata umuhimu wa kuwa na adabu na Allah subhanahu wa ta'ala tunapoomba dua, tuwe na adabu. فيه بيان كرم الله تعالى وقدرته سبحانه في العطاء. na pia hapa tubainishiwa ukarimu wa Allah subhanahu wa ta'ala na uwezo aliokuwa nao wa kutoa. Omba atakupa, wala usikate tamaa na rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala. فيه تحريم قول اللهم اعطني إن شئت. وحرام ومtu kusema ewe Mola wangu nipe ukitaka. Na leo tutasema wale wanaoitikia amin insha Allah, hii ni makosa makubwa watu wafanye, lakini wengi katika watu hawajui, wengi katika watu hawajui. Na wewe ukimsikia mkosoe. Sisi tuwaona ili jambo latokea, lakini halitukeri roho zetu, halitukeri, bali hili jambo waweza kuliona kwa watu wanaonasibishwa na kutafuta ilmu ama na ilmu. Kama mtu atumia lafzi kama hizi twajisahau. فيه أنه ينبغي للداعي أن يجتهد في الدعاء. atakikana mwenye kuomba ajitahidi katika kuomba, ويكون على رجاء الإجابة ولا يقنط من الرحمة. awe watarajia kukubaliwa dua yake, asikate tamaa na rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna kitu utakiomba wewe kikubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wataka nini wewe ambacho ni kikubwa? Fa innahu yad'u kariman, unayemuomba ni mkarimu, ana sifa ya ukarimu. Sasa ikiwa katika wanadamu walillahi almathalul a'la, ukamfuata yule mwanadamu mkarimu, hakuna mfano wake katika wanadamu, atakurudisha patupu? Hakurudishi patupu huyo mwanadamu. Kaif billahi subhanahu wa ta'ala ambaye ni mkamilifu katika sifa zake, hana upungufu, mkarimu katika wanadamu. Ukienda mara ya kwanza, mara ya pili, ya tatu, atakwambia bwana wewe unzidi, ona mlango wa nini huu, waja tu kidondoa tu, kwani ni mti hapa wa senti. Lakini Allah subhanahu kila ukiomba ndio wazidi kuwa karibu na yeye, wazidi kuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, na wewe ndio akupenda zaidi kuliko yule ambaye waqala rabbukum ud'uni astajib lakum wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarshudun. فيه القطع والجزم في الدعاء. kukata katika kuomba dua, usiwe na inshita pale katikati, kama wataka kama hutaki, moja kwa moja omba. Na makusudio ya uharamu wa kufunganisha dua na matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kwa sababu mbili. Kwa nini ni haram? Sababu mbili. Ya kwanza, إشعار ذلك باستغناء الداعي عما يدعو. yule anayeomba akataja ndani mashia, ni kama yuonyesha yeye hahitaji lile jambo. Ni kama kwa mfano mtu wa kufuata wewe akwambia
bwana ile jambo fulani nifanyie kama wataka, yani bimaana kama utaki usinifanyie na mimi sina shida yoyote na hilo. unaona ndio yabeba maana hiyo. wa huwa khilafu alwaqi', na ni kinyume na ukweli wa mambo. Ukweli wa mambo ni kwa wewe ni muhitaji, muongo ukisema hivyo. Ikiwa wamaanisha hivyo kweli, basi bado ni muongo. wa khilaf al-ubudiyya al-wajiba 'ala al-'abd, kinyume na ule utumwa ambao mja atakana awe nao mbele ya Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala. utumwa wa wajibu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. sababu ya pili, ish'aru dhalika bi anna Allah qad yu'ti ma yakrahu 'ata'ahu. katika maneno haya yabeba maana na hisia ni kama kuwa Allah subhanahu wa ta'ala huenda akatoa jambo ambalo yeye mwenyewe hataki kulitoa. fayajibu 'ala al-'abd an yad'u rabbahu bi'azmin la taraddud fihi, ni wajibu juu ya mja amuombe Mola wake kwa azm, kwa kukata ambako hakuna kuregarega ndani yake. moja kwa moja omba ukitakacho na Allah atakupa, usiwe na shaka. inna Allaha hayyun karimun, Allah ni mwingi wa haya, mkarimu. yastahi an yarfa'a al-'abdu yadayhi fayaruddahuma sufra, au kama qala alayhi wasallam. Allah aona haya mja wake anyoshe mikono yake miwili aomba kisha amregeshe sufuri. aona haya amregeshe sufuri. kwa hivyo aombe kwa raghba na ilhah wa idhhar al-iftiqar wal-faq, adhirisha ufakiri uhitaji wake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. ya ayuha an-nas antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. mahma kan, wewe muhitaji Allah subhanahu wa ta'ala. kwa hivyo ni jambo ambalo limeenea katika ndimi zetu. Tunatakikana tuzisafishe ndimi zetu kutokana na lafzi kama hizi ambazo huenda kuwa ndio sababu dua zetu hazikubaliwi na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hatuna adabu tukiwa tutazungumza kutamka matamshi kama haya katika kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. kwa hivyo tukumbushaneni, ukimsikia mtu ukimwombea dua akwambia inshallah, amin inshallah, mkumbushe kuwa hii ni makosa. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza na ni utovu wa adabu katika dua. kwa hivyo jiepushe na ujitakase Muislamu kutokamana na alfadh kama hizi ambazo zimekatazwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. wallahu ta'ala a'lam. subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. barakallahu fiik.